Ulimi, fikiri kabla ya kunena. Wengi wamepoteza marafiki, heshima na hata maisha, si kwa mikono yao, bali kwa ulimi wao. Kuna machozi mengi duniani ambayo chanzo chake si upanga, si ajali, bali ni maneno. Maneno yaliyotoka bila hekima, hatimaye yakachoma mioyo kuliko moto. Kwa sababu ya ulimi, si watu wakuu na watawala ambao peke yao wameathirika, bali hata watu wa chini na maskini wa kutupwa. Chunga ulimi wako. Fikiri kabla ya kunena. Karibu tuwe pamoja tunapoangalia somo hili makini. Hapa tutakwenda kuangalia juu ya uwezo wa kunena alionao mwanadamu na kile kinachouathiri. Lakini pia tutaangalia matokeo yaliyoletwa na mazungumzo kwa watu mbalimbali. Na mwisho tutajikita kwenye kuangalia ni kwa namna gani tunaweza kutumia uwezo wa kuzungumza kwa manufaa na kwa namna ile ambayo Mungu amekusudia. Karibu basi tuwe pamoja. Kumbuka somo linasema ulimi, fikiri kabla ya kunena. Naam, ulimi umewanufaisha wengi, lakini pia umewaponza wengi. Hayo yote yametosha kutufundisha juu ya kuwa makini katika kuzitumia ndimi zetu. Athari yake sio tu kwa maisha yetu, bali pia kwa wengine. Suleiman mfalme alisema, kinywa chake mwenye haki ni chemchemi ya uzima, bali jeuri hufunika kinywa chake mtu mwovu. Mithali 10:11. Sasa katika kufuatilia uhusiano uliopo kati ya ulimi na mdomo, hasa kwenye upande wa kuzungumza, nilikutana na kesi ya kijana mmoja ambaye hakuwa na ulimi. Kitaalamu kesi hii inajulikana kama aglossia, ambapo mtu anaweza kuwa hana kabisa ulimi au hana sehemu kubwa ya ulimi kutokana na sababu tofauti tofauti. Hata hivyo, kijana huyu bado alionekana kuwa na uwezo wa kuzungumza, kumeza, lakini pia kunywa. Hata hivyo, katika kuzungumza, lafudhi yake ilionekana kuwa si kamili. Pia nikafuatilia kwa upande wa wagonjwa walio na tongue squamous cell carcinoma, ambapo sehemu ya ulimi imeondolewa kwa sababu ya saratani. Utafiti ukaonyesha kuwa kadri sehemu ya ulimi inavyozidi kupungua, ndivyo lafudhi na uwezo wa kueleweka unavyopungua. Hii ni kulingana na Biomed Central Oral Health 23, article namba 192 mwaka 2023. Unaweza kuangalia kwenye tovuti yao ili kujua zaidi juu ya mbinu ya utafiti iliyotumika na upana zaidi wa utafiti huo. Na kwa kesi ya kijana aliyegundulika kuwa hana ulimi na bado anaweza kunywa, kumeza na kuzungumza, utafiti uliochapwa katika Journal of Oral Medicine and Surgery volume 24 namba 3 2018, ukurasa wa 149 hadi 150, unaonyesha kuwa hali ya aglossia pekee ni nadra sana. Mara nyingi huambatana na kasoro nyingine kama kushindwa kwa vidole, maendeleo duni, uso usio wa kawaida au panga, yani alveolar ridge, ile sehemu ambapo meno huota, isiyo ya kawaida. Sasa pamoja na kuwa ulimi una jukumu la kumeza, kuonja, kunywa, kuvuta na maendeleo ya panga, bado shughuli hizo zinaweza kuendelea bila ulimi. Hii ni kwa sababu tishu za karibu, mfano chini ya mdomo, zina uwezo mkubwa wa kuadapti, yani kuendana na ulimi na kufanya kazi kwenye ile nafasi ya ulimi, kuendeleza kumeza na kunywa. Lakini pia uvula, yani kile kisehemu kinachoziba njia ya mdomo wakati wa kumeza na kuzuia chakula kuingia puani. Uvula huu huenea na kufanya kazi zaidi kusaidia kuruhusu hewa ipite vizuri wakati wa lafudhi na kumeza, kwani hakuna ulimi tena. Hivyo basi, kwa majaliwa ya Mungu, nikagundua kuwa mtu asiye na ulimi bado anaweza kuzungumza karibu na yule mwenye ulimi
muhimu tu awe na mdomo. Lakini usisahau kuwa kichwa cha somo letu ni ulimi. Na fikiri kabla ya kunena. Kama inaleta utata hivi, si ndio? Kama inaleta utata, ni kweli kabisa. Lakini hii ni lugha ya picha tu. Kwa maana nyingine ni tamathali ya semi. Kwa sababu ulimi hauwezi ukafikiri. Alafu ulimi si kwamba ndio unaonena. Na mara nyingi ndivyo ilivyotumika ikimaanisha uwezo wa kuzungumza. Yaani ulimi umetumika mara nyingi ukimaanisha maneno yanayotoka kinywani. Mfano wa haya tunayapata kwenye Biblia. Mfano Yohana anaandika, watoto wadogo, tusipende kwa neno wala kwa ulimi. Yohana wa kwanza 3:18. Mtume Petro anaandika, kwa maana atakaye kupenda maisha na kuona siku njema, auzuie ulimi wake usinene mabaya, na midomo yake isiseme hila. Ni Petro wa kwanza 3:10. Vilevile Yakobo anasema, mtu akidhani ya kuwa anayo dini wala hauzuii ulimi wake kwa hatamu, dini ya mtu huyo haifai. Yakobo 1:26. Vilevile Paulo akiwaandikia Wafilipi anasema, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana. Wafilipi 2:11. Je, tuelewe nini? Ulimi ndio unanena? Hapana. Sasa nini kinanena? Je, ni mdomo? Yaweza kuwa. Tena nina uhakika kuwa mtu hawezi nena bila kufungua mdomo. Hivyo kwa ajili ya maneno ya kinywa, ulimi na mdomo vinahusika. Naam, ni lazima vihusike, vishirikiane, lakini pia inahitajika majaliwa ya Mungu. Ni kweli kuwa mtu anaweza akawa na kinywa na ulimi, akawa anakula na kunywa, lakini bado asiweze kuzungumza, na akijitahidi sana atapiga kelele tu, akitoa sauti isiyoeleweka. Hivyo ni kwa majaliwa ya Mungu tunanena. Zakaria kuhani alikuwa na kinywa na ulimi, lakini bado hakuweza kunena. Huyu ni baba yake Yohana Mbatizaji. Ndiyo, alikuwa akinena mwanzoni, lakini kwa ajili ya ishara aliyoihitaji, Mungu alimfanya kuwa bubu hadi mtoto aliyeahidiwa alipozaliwa. Hakuweza kunena, japokuwa alikuwa na mdomo, lakini pia ulimi. Na mara tu mtoto alipozaliwa, Biblia inasema hapo hapo kinywa chake kikafunguliwa na ulimi wake pia akaanza kunena akimsifu Mungu. Luka 1:64. Lakini usisahau kuwa pointi ya msingi ni kunena maneno, yaani kutamka. Kwa kweli huo ni uwezo kutoka kwa Mungu. Mungu alimwambia Musa, ni yeye anayefanya kinywa cha mwanadamu. Tena ndiye anayemfanya mtu kuwa bubu, kiziwi au kipofu. Kutoka 4:11. Hata hivyo, kila analolifanya ni kwa makusudi maalum. Ndiposa akiondoa udhuru wa Musa juu ya kutokuwa mwepesi wa kusema, anamkumbusha kuwa yeye anayemfanya mtu aweze kusema. Hivyo anayemtuma kusema atamwezesha pia kusema. Hivyo iwapo Mungu ametujalia uwezo wa kunena, hatupaswi kujichukulia kama wanaofaa zaidi kuliko wale wasioweza kunena, na tena tukautumia huo uwezo wa kunena vile isivyopasa. Kwa hakika haitakuwa heri kwetu. Inaweza ikawa ni laana, inaweza ikawa ni mtego, inaweza ikawa ni tanzi kwetu. Na kwa kweli tumepaswa kuwa makini sana, kwani hata baada ya kuwa Mungu ametujalia uwezo wa kunena, kazi ya kudhibiti kile tunachokinena iko juu yetu. Naam, kila neno tunalolinena mbingu zinalihesabu. Yaani hakuna hata chembe ndogo ya uwezo ambao Mungu ametupatia inayopaswa kutumika ovyo kinyume na ilivyokusudiwa. Huu ndio ukweli hata kwa uwezo wa kunena. Yesu alisema, kila neno lisilo maana watakalo linena wanadamu
watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Ni Mathayo 12:36. Je, ni maneno mangapi yasiyo maana unayoyanena kwa siku nzima? Na vipi tangu ulipozaliwa hadi leo hii umenena maneno mangapi yasiyo maana? Kumbuka, Yesu hamaanishi kwamba mtu asinene, ila anachokisema ni kwamba kila neno lisilo maana litahitaji kutolewa hesabu. Katika lugha ya asili ya Biblia, neno hilo lisilo maana lililotumika hapo ni agros, neno la Kigiriki ambalo linatafsiriwa kwa Kiingereza kama idle au careless, likimaanisha bila kazi. Nalo linatupatia ujumbe wa kuwa usiyetumika, usiyeleta faida au kutokuzaa matunda. Watoa maoni mbalimbali wa Biblia wanapendekeza neno hili kama kutamka maneno bila ya kufikiri, mazungumzo ya kawaida au yasiyo na uzito, au maneno yasiyo na kusudi sahihi wala ukweli. Ndio, kuliko kutamka bila kufikiri, kunena bila kusudi sahihi, kutamka kile kinachozuru badala ya kuimarisha, kunena kisicho sahihi wala cha ukweli, ni heri kutokunena. Rais wa Marekani Abraham Lincoln aliwahi kusema, ni bora ukae kimya na ukaonekana kama mpumbavu kuliko kufumbua kinywa chako na kuthibitisha hilo. Naam, kwa maneno yako utajinasa mtegoni. Na ni wengi leo waliojinasa, wakakamatwa na hata wengine kufanywa vitoweo. Wapo ambao kwa sababu ya neno walilolinena mara moja tu wamepoteza heshima yao kabisa. Wapo ambao kwa sababu ya maneno machache tu wamelazimika kujiuzuru vyeo vyao. Wengine wameleta maumivu na majeraha yasiyoponyeka kwa dawa za hospitalini kwa sababu tu ya maneno yao yasiyo na maana. Wengine wako vitandani wanaugua kwa sababu ya maneno yao, na wengine wamelala makaburini kwa sababu ya maneno waliyotamka pasipo maana. Umetegwa kwa maneno yako, umefungwa kwa maneno yako. Nini kilikusukuma kunena na kujisifia ovyo ovyo? Je, ulihitaji kumfaidisha nani kwa maneno yako? Kwa nini usingekaa kimya na kutulia? Chunga maneno yako. Ulimi, fikiri kabla ya kunena. Maneno yamekuwa ni mtego. Kila mahali, kila muda umewaambia watu vile visivyo vya ukweli juu yako. Umewaambia hivyo ili wakuone wewe ni wa juu. Kumbe umejitega mwenyewe na umeitega familia yako. Ulimi, fikiri kabla ya kunena. Kuwa makini na unachokinena. Kwa nini useme uongo? Kwa nini ufanye makubaliano ambayo hautaweza kuyafikia? Ulimi, fikiri kabla ya kunena. Kuwa makini na maneno yako. Walijitega wakajinasa wenyewe. Walinena wenyewe, alafu matokeo yakawapata wenyewe. Sasa kama ndivyo, kuna maana gani kunena yasiyo maana? Mwimbaji wa nyimbo za Injili Martha Mwaipaja aliimba, nifundishe kunyamaza. Hakika inapasa kunyamaza kwa yote yasiyo maana, kwani maneno ni mtego kwa yule anayeyanena. Suleiman anasema, basi umetegwa kwa maneno ya kinywa chako, umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Mithali 6:2. Yaani, maneno ya kinywa yameongoza maangamivu makubwa. Ni sawa na Yakobo anavyosema, moto mdogo huwasha msitu mkubwa, akiulinganisha ulimi na matokeo ya yale unayoweza kuyaleta. Neno la baba laweza kuiweka familia yote matatani. Neno la mwalimu laweza kuiweka shule yote matatani. Neno la kiongozi laweza kuiweka kampuni yote matatani. Neno la rais laweza kuliweka taifa zima matatani. Hii ndiyo athari ya maneno. Wakati fulani inaweza isimwathiri mtu mmoja peke yake, bali watu wengi zaidi. Na tena athari yake inaweza isiwe mara moja tu,
bali mara 2 na hata milele. Tumia maneno kwa makini. Risasi huweza kuua mara 1, lakini neno baya huua mara 1000. Ni maneno ya Mark Twain. Hata hivyo, kinyume cha hayo pia ni kweli kwamba maneno yanaweza kuwa silaha ya kumshinda adui, kumuimarisha aliyechoka, kumuinua anayekata tamaa, kumuongoza anayetembea, kumponya mgonjwa, hata kumwamsha aliyelala. Tena maneno yanaweza yasiwe motisha na kuleta faida kwa mtu mmoja tu, bali kwa dunia nzima. Halafu unajua sio lazima yawe maneno mengi. Yanaweza yakawa ni machache tu, na pengine ni neno moja tu. Hivyo wewe kama mtamkaji unapaswa kutamka yale yenye maana. Mama Teresa, mama wa Calcutta, India, anasema maneno yaweza kuleta nuru au giza katika moyo wa mtu. Chagua ya kuleta nuru. Na kwa hakika hayo yatakuwa ni heri na yenye kudumu. Mwanafalsafa Socrates anasema maneno mazuri yanaweza kuwa mafupi na rahisi, lakini sauti yake hudumu milele. Hata hivyo, haijawahi kuwa rahisi hata siku moja juu ya kunena maneno ya maana. Na hakika sio swala la usiku mmoja. Iwapo nguvu za ulimi hazijatawaliwa, maneno yataendelea kuwa mshale wa kumchoma anayeyatamka na wale wanaoyasikia. Ndiposa ni lazima maneno yadhibitiwe. Kumbuka somo letu ni ulimi, fikiri kabla ya kunena. Hata hivyo, ulimi hauwezi kufikiri. Mdomo pia hauwezi kufikiri. Akili ndiyo inayofikiri. Kisha kile kilichofikiriwa akilini hutoka nje kupitia kwa ulimi na mdomo. Ni kwa ushirikiano wa akili, ulimi na mdomo watu hunena kitu fulani. Kinachotamkwa hakianzii mdomoni wala kwenye ulimi. Kinaanzia kichwani. Ulimi, fikiri kabla ya kunena. Na ukiisha kufikiri na kuona hili si la maana, tena halina utukufu kwa Mungu, ni bora sana usilinene. Naam, uzuie ulimi na kuufunga mdomo wako. Ndiyo, Biblia inatusisitiza juu ya kunena ikisema kwamba bali maneno yenu yawe ndio ndio, sio sio, kwa kuwa yazidio hayo yatoka kwa yule mwovu. Mathayo 5:37. Yaani tunahitaji kunyooka badala ya kupindapinda na kupindisha maneno. Katika kujibu, jibu kile kilichoulizwa. Daima sema ukweli na uongo kwako mwiko, sawa na ile kanuni ya 5 iliyokuwa ikisema, nitasema kweli daima, fitina kwangu mwiko. Kwa kweli kusudi la Mungu ni kuwa maneno ya vinywa vyetu yatumike kumuinua yeye na kuwasaidia wanadamu. Aliyechoka ategemezwe na maneno yetu. Kinywa chake mwenye haki ni chemchemi ya uzima. Mithali 10:11. Maneno ya Mfalme Suleiman. Ipo mifano kadhaa ya watu ambao kwa maneno yao walileta msaada mkubwa kwa watu wao. Maneno yao yaliwaimarisha wanadamu na kuwasogeza karibu zaidi na Mungu, na tena yakamtukuza Mungu. Ipo mifano kadhaa ya watu ambao kwa maneno yao walileta msaada mkubwa kwa watu wao. Israeli walipokosa, hata Mungu akagairi juu yao. Musa alimsihi Mungu na Mungu akagairi ule uovu juu ya wana wa Israeli. Maneno ya Esther kwa mfalme Ahasuero yalileta ukombozi kwa Wayahudi katika njama ile ya Hamani. Maneno ya Ayubu yalikuwa ni tumaini na mbaraka kwa watu wake, kiasi kuwa anasema, maana sikio liliponisikia ndipo likanibarikia, na jicho liliponiona likanishuhudia. Watu walitega masikio kunisikiliza na kungoja, wakanyamaa kimya wapate sikia mashauri yangu. Ayubu 29:11 hadi 21. Uwe na hakika kwamba watu hawasikilizi kile kisicho maana. Watu hawawezi wakapoteza muda kukusikiliza kama una cha kuwaambia chenye maana.
Watu watakusikiliza na kukungoja ikiwa wanajua neno lako linaweza likaleta utatuzi kwa changamoto zao, linaweza likawaimarisha walipochoka. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa Ayubu. Watu walimngojea. Kwa ajili ya hilo alikaa mbele yao kama mfalme wao. Vile vile kwa Yesu, makutano walikaribia ili kusikia maneno ya kinywa chake. Na katika kunena alishuhudiwa kuwa hajanena kamwe mtu yeyote kama huyu anavyonena. Yohana 7:46. Hao ni baadhi tu ya wale ambao walijaliwa uwezo wa kuongea kama mimi na wewe. Je, wewe umetamka nini leo? Cha maana au kisicho maana? Je, maneno yako yamewaimarisha watu au kuwadhoofisha kabisa? Je, maneno yako yamechochea upendo ama tamaa? Je, yameleta umoja au migawanyiko? Kumbuka kuwa kila lisilo maana watakalonena wanadamu watalitolea hesabu siku ya hukumu. Inahitajika hekima sana wakati wa kunena. Inahitajika hekima katika kunena. Paulo anasema, maneno yenu yawe na neema siku zote, yakikolea munyu, mpate kujua jinsi iwapasavyo kumjibu kila mtu. Wakolosai 4:6. Yaani, inahitajika tujue nini cha kunena, kwa nini kunena, wapi pa kunena, na wakati gani wa kunena jambo fulani. Hii ndio hekima tunayohitaji katika kunena, na huku kwa maneno yote tukimtukuza Mungu na kumsogeza mwanadamu karibu na Mungu na kumuongoza kwenye mapenzi ya Mungu. Lakini sio kwa sababu tu tuna mdomo kwamba tunaweza kunena vyovyote vile ama popote pale. Hapana. Inahitajika hekima. Hakika hatujakusudiwa tu kunena, bali kwa kila neno tumekusudiwa kuleta matokeo kwa utukufu wa Mungu. Impact for the glory of God. Hata neno jema lina mahali sahihi pa kulinena na namna ya kulinena, wala sio kunena tu ovyo ovyo. Tofauti na hivyo, hilo jema linaweza kuua badala ya kuponya. Mfano, ipo tofauti katika kumrekebisha mtu aliyekosea, kati ya kumrekebisha mbele ya umati na pale ambapo unamfuata kwa upole na upendo na kuzungumza naye. Inahitajika hekima katika unena. Mfalme anasema, maneno ya kinywa chake mwenye hekima yana neema, bali midomo ya mpumbavu itammeza nafsi yake. Mhubiri 10:12. Ndiyo, kuropoka kutakuponza. Kusema uongo kutakudhuru. Makubaliano yasiyo ya haki yatakuweka mtegoni. Na katika yote hayo, hakuna heri wala baraka zaidi ya dhambi na laana. Hata hivyo ukitubu, Mungu atakusamehe na atakupa uwezo wa kufanyika mtoto wake. Kwani neno lake linasema, wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa mapenzi ya Mungu. Yohana 1:12-13. Maana rahisi ya hii ni kuwa Mungu anaweza kumsaidia kila mmoja kushinda swala la kuropoka, udanganyifu na udhalimu unaotokana na hiyo midomo. Shida yako kubwa sio mdomo wala ulimi, bali shida yako kubwa ni moyo ama akili yako. Yeye akiubadilisha moyo, hata mdomo wako utapona. Hata hivyo, hili hawezi kulifanya mpaka umempa moyo wako. Na yeye anasema, mwanangu, nipe moyo wako, macho yako yapendezwe na njia zangu. Mithali 23:26. Hapo ndipo kuna siri ya ushindi mkuu kwa dunia hii. Na wote waliofanya hivyo, Mungu amewawezesha kushinda. Lakini kwa nguvu tu haitawezekana, kama Biblia inavyosema,
maana kwa nguvu hakuna atakayeshinda. Samueli wa kwanza 2:9. Tena Mungu anasema, si kwa uwezo wala kwa nguvu, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Zekaria 4:6. Maana ya hii ni kuwa kazi ya kuutawala ulimi si kazi rahisi, si kazi itakayofanywa kwa nguvu tu za mwanadamu wala kwa kudhamiria kwa akili, isipokuwa inahitaji kumpa Mungu nafasi, na ndipo jitihada za mtu zitazaa matunda. Lakini tofauti na hivyo, kama mwanadamu hataweza kulisukuma gari huku akiwa ndani ya gari. Ikiruhusiwa nguvu ya nje itafanya gari liende. Ni kwa sababu shida haiko mdomoni, bali shida iko moyoni. Na hakuna mwanadamu mwenye dawa ya moyo isipokuwa Mungu. Ni lazima Mungu apewe nafasi ya kwanza. Daudi alimwambia Mungu, unijaribu ujue moyo wangu, unichunguze uyajue mawazo yangu, uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu, ukaniongoze katika njia ya milele. Je, kwetu hili linafanyikaje? Tunampaje Mungu nafasi? Mambo ni mawili tu ambayo Mungu anahitaji. 1, kumpa mioyo yetu, na 2, macho yetu kupendezwa na njia zake. Kwa hakika Mungu hahitaji pesa zetu, muda wetu, nguvu zetu, wala uwezo wetu kama vile anavyotuhitaji sisi. Ni kweli kwamba tunaweza kumtolea sadaka, tunaweza kuifanya kazi yake na kadhalika, lakini bado tukawa hatujampatia Mungu mioyo yetu. Kwa kweli Mungu anahitaji mioyo yetu. Anahitaji atuongoze badala ya kuongozwa na akili zetu. Anataka tumtumaini yeye wala sio chochote ama yeyote. Anahitaji tumpatie utashi wetu kamili. Mungu anatuhitaji sisi. Ananihitaji mimi. Anahitaji nijisalimishe kwake kikamilifu. Lakini pia Mungu anahitaji tukubali kufuata njia zake na mapenzi yake maishani mwetu. Mapenzi yake ni makamilifu. Hekima na maarifa yake ni kamilifu. Hapo ni kisima cha hekima. Nasi tunaweza kuchota kwa kadri tutakavyo. Kwake tunafundishwa kile kipasacho kunena na hata kujibu. Kwake tunajazwa na maneno ya uzima akilini, na midomo yetu daima hutamka maneno ya uzima, kwa sababu kile kilichomo ndani yetu ndicho kitakacho tutoka mdomoni. Tena Roho wake ndani yetu hutufundisha kila wakati nini cha kunena katika kila eneo husika. Na tunapoona ufanisi wa Yesu, hapa ndipo alichimba pia. Naam, kwa Mungu alichimba hekima kiasi kuwa watu wakastaajabia maneno yake. Hata hivyo, siri ya Yesu ilikuwa kwa Mungu. Alimpa Mungu nafasi ya kwanza maishani mwake na kuyachagua mapenzi yake zaidi ya vyote na wote. Alisema, chakula changu ndicho hiki, kuyafanya mapenzi yake, mapenzi ya Baba yangu. Yesu anasema, Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishwao, nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Uniamsha asubuhi baada ya asubuhi, uniamsha sikio langu nipate kusikia kama watu wafundishwao. Bwana Mungu amenizibua sikio langu, maana sikuwa mkaidi wala sikurudi nyuma. Aliwatolea wapigao mgongo wangu, na wang'oao ndevu zangu mashavu yangu. Isaya 50:4-6. Yaani Yesu anachokisema ni kwamba Mungu amempa maneno ya kuwafundisha watu anaokutana nao, na kila siku asubuhi humwamsha na kumwelekeza juu ya wale atakaokutana nao, na tena jinsi atakavyomjibu kila mmoja na kumtegemeza kwa maneno yake. Na Yesu anasema amechagua kumsikiliza Bwana ili apate kujua jinsi ya kujibu pia. Niposa aliwaambia Wayahudi kuwa mafunzo yangu si yangu mimi, ila ni yake yeye aliyenipeleka. Ni Yohana 7:16. Sifanyi neno lolote kwa nafsi yangu,
ila kama Baba alivyonifundisha ndivyo ninenavyo. Yohana 8:28. Tena akasema kuwa nami najua kuwa agizo lake ni uzima wa milele. Basi hayo ninenayo mimi, kama Baba alivyoniambia ndivyo ninenavyo. Yohana 12:50. Hakika hii ni changamoto kwetu leo tunaponena. Je, tunaponena na hao watu tuna mbingu za kuwapeleka? Mungu amekusudia waupate uzima. Je, maneno yetu yanawapa uzima? Yanawapa harufu ya uzima? Yanawawezesha kuona mwanga wa uzima? Ni maswali ya kujiuliza. Hakika hii ni changamoto kwetu, si ndogo, ni kubwa. Kusudi la Mungu ni kuwa kila neno tunalolinena iwe ni chachu ya uzima wa milele kwa watu. Na kwa kweli hilo neno halitokani na sisi, bali linatokana na yeye. Yeye analiweka ndani yetu, na sisi tunakuwa mawakala wake wa kulinena hilo kwa vinywa vyetu, kalamu zetu, matendo yetu na mwenendo wetu, na wala si zaidi ya hivyo. Kama ameweka maneno mawili, maana yake ni kwamba tutanena maneno mawili, na hapo tutaweka nukta. Niposa anahitaji mioyo yetu ili tuishi kwa kuongozwa na yeye daima, kuyatenda mapenzi yake bila kuwa na ukaidi wowote, kwa sababu ni yeye atakayetusaidia katika yote. Tusiwe wabishi kwa vile anavyotuagiza, kwa sababu maagizo yake yote ni wezeshi. Kila analolitaka lifanyike kwa amri yake huweza kutekelezwa katika uwezo wake. Tumsikilize yeye, atatuwezesha katika yote. Ulimi, fikiri kabla ya kunena, ni somo letu. Hata hivyo, hakuna hata neno moja la uzima na lenye mguso kwa watu tutakalolinena iwapo hatuna muunganiko na mbingu. Hili linahitaji kumchagua Mungu na kufundishwa na yeye. Unaweza ukanena maneno mengi, lakini kumbe ukawa ukipiga tu kelele. Mhubiri unaweza kuhubiri, mwalimu unaweza kufundisha, lakini maneno yako elfu yasiwe na mguso wowote wala nguvu ya kuleta badiliko maishani mwa watu, kwa sababu halina nguvu inayotoka kwa Mungu. Inabidi turuhusu Mungu atufundishe kile cha kunena. Kwa hakika hata kama neno moja litaleta matokeo, na wengi watamwona Mungu. Hivyo basi, lazima tuwe na muda wa maombi. Hapo tunazungumza na Mungu. Tuwe na muda wa kulisoma neno lake. Hapo tunamsikia Mungu akinena nasi, akitusikizisha maneno yake. Na tuwe na muda wa kuambia watu maneno yake. Hapo tunatoa maneno ya uzima ili kuleta matokeo na athari chanya kwenye maisha ya watu. Hata sasa Mungu anatuambia, kwa hiyo yawekeni maneno yangu mioyoni mwenu na rohoni mwenu. Yafungeni yawe dalili juu ya mikono yenu, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yenu. Huu ni msisitizo mkubwa sana. Ni Kumbukumbu la Torati 11:18. Kwa kuwa Mungu alituumba kwa kusudi lake mwenyewe, tuache basi aweke maneno yake ndani yetu. Na kwa uaminifu wake, kama alivyoweka maneno yake kwa Yeremia ili kutimiza kusudi lake, kusudi alilomuumba Yeremia aje kulifanya, nasi atafanya hivyo kwetu leo iwapo tutampa nafasi. Ni wito wangu kwamba tumpe nafasi Mungu atufundishe kile kipasacho kunena, na akitufundisha tuyanene hayo, wala si zaidi ya hapo. Somo letu lilikuwa linasema ulimi, fikiri kabla ya kunena. Hii ni sehemu ya kwanza. Kumbuka kusubscribe, kulike, kukomenti na kushare pia ujumbe huu kwa watu wengine. Mungu akubariki sana. Uwe na wakati mwema.